Habari za wakati huu wataalam. Yes, leo na ujumbe mfupi hasa kwa ajili ya wale ambao tupo kwenye platform ya kusoma vitabu inayokwenda kwa jina la Mtaji Academy Book Club, au sio? Na ujumbe wa dakika kama 2 hivi. Yes, nataka nikupatie leo kitu kimoja ambacho nataka ujifunze ukiwa kwenye hii platform ya usomaji wa vitabu. Nianzie hapa kwenye story. Unajua, katika mazingira ya Mwafrika si tu Mtanzania, ila kuna Mtanzania, kuna Mkenya, kuna Nigeria, Mghana, nchi karibia zote ambazo zimekuja kutawaliwa. Ukoloni umetuathiri kiasi kwamba hatuko tena kwenye nafasi ya kufanya mambo kwa kuzingatia msukumo wa ndani ama internal drive. Sijui kama unanisoma. Kwa hiyo toka utawala wa kipindi hicho tukiwa chini ya mkoloni ni kwamba unafanya vitu ukiwa unasukumwa kutoka nje. Imefika mahala tumerithi hiyo mambo hata baada ya kupewa uhuru. Shule zetu, makazini, sehemu nyingine zote ni kwamba hakuna jambo litafanyika bila kuwa na msukumo wa nguvu kutoka nje. Sijui kama unanisoma. Kwa hiyo hii imefika mahala imekuwa ni sehemu ya maisha yetu kwamba hakuna jambo unalifanya bila kuwa na msukumo. Na hii haijalishi ni jambo la msingi ama si la msingi. Haijalishi ni unajua la maana ama si la maana. Lazima usukume, na ndio maana moja kati ya changamoto ambayo inatajwa kuwa ni ya Watanzania, ingawa hii ni ya Afrika wote, baada ya kuja Finland nimejifunza kwamba inafanana kwa watu karibia wote. Sema tunatofautiana kiwango. Ni kwamba usipomsimamia Mtanzania nyuma, hakuna jambo la maana atalifanya kwa ukamilifu. Atagusagusa mwanzoni, lakini haliwezi kukamilika. Lazima uwepo nyuma kumsukuma na vitu kama hivyo. Ila hii yote ni kwa sababu mifumo tulionayo ilijengwa kwa maana hiyo na inafanya kazi kwa maana hiyo. Sasa basi, kwa wale ambao mpo kwenye platform ya kusoma vitabu ni kwamba wengi mnakuja mkitegemea kwamba kutakuwa na msukumo fulani wa nguvu wa kukufanya usome vitabu. Lakini unapokuja hapo unakuja kuona hapana, kila mtu anafanya jambo lake kwa nafasi yake, au sio? Na matokeo yake ni kwamba wako watu wengi wanakuja wanaanza mapema, wanakimbizana sana, wanasoma chapter ndani ya siku moja, lakini baada ya hapo wanapotelea. Inakuwaje? Kwa sababu amekosa msukumo. Kwa hiyo unavyokuwa kwenye platform hii unatakiwa ukumbuke kwanza kwamba kati ya mambo ambayo unatakiwa uanze kuyafanyia mazoezi ni kupata msukumo wa ndani wa kufanya lile jambo ambalo wewe uliona ni la maana la kufanya na ukanuia kulifanya, au sio? Kwa hiyo chukulie hii platform kama sehemu ya mazoezi ya kupractice hiyo wanaita self drive. Jisukume. Na ikifika mahala Watanzania kwa sehemu kubwa wakajua maana ya kujisukuma, ya kuwa na msukumo wa ndani katika ufanyaji wa mambo, tutafika mbali sana, kwa sababu wako watu bright kibao sana, wana akili sana, wako watu genius wanasema, lakini kila jambo unafanya linaishia njiani, si tu kwa sababu ya kukosa elimu, si tu kwa sababu ya mifumo ya kisiasa, lakini ni kwa sababu tumekuwa kwenye mazingira ambayo hayasapoti kitu inaitwa self drive, msukumo wa ndani. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi anza haya mazoezi. Jisukume kwenye usomaji wa vitabu. Na uzuri ni kwamba upo kwenye platform ambayo unatakiwa ukiona wengine wanafanya usijilinganishe nao, lakini watumia hao kujikumbusha kwamba kama wao wanafanya na wewe unaweza kufanya na unapaswa kufanya kama umenuia kufanya, na hilo jambo ni jambo ambalo wewe umeona ni la maana, au sio? Huo ulikuwa ni ujumbe wangu mfupi kwa ajili yako. Nikutakie siku njema na usomaji wa mafanikio.